Siku chache baada ya mfanyabiashara Daniel Nyamuhanga kutekwa na watu wasiojulikana jijini Mwanza, jumuiya ya wafanyabiashara mkoani Mwanza imeibuka na kukemea tabia ya utekaji wa watu hapa nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoani Mwanza, Patrick Masagati, ameeleza namna jeshi la polisi lilivyochukua hatua ya kumtafuta mfanyabiashara huyo na kuomba jeshi hilo kuendelea kufanya msako wa kubaini mwenzo aliko. Masagati ameeleza kuwa baada ya tukio hilo kumeibuka hofu kwa wafanyabiashara hao na kuona hawapo salama wao na mali zao kutokana na vitendo hivyo kuendelea kushamiri hapa nchini. Jeshi la polisi mkoani Mwanza Machi 24 mwaka huu lilitoa taarifa kwa umma kuhusu kutoweka kwa mfanyabiashara huyo ambaye pia ni kado wa Chama cha Mapinduzi CCM. Wasafi Media baada ya tukio hilo tulifanikia kufika nyumbani kwa mfanyabiashara huyo kuzungumza na familia yake, lakini haikuwa tayari kutoa ushirikiano. Kutoka Mwanza, mimi ni Chazi Mseti na hii ni Wasafi Media. Huyu hapa Masagati akieleza kwa undani zaidi kuhusu tukio hilo. Utekaji ambalo limemkuta ndugu Chonchoro Nyamuhanga, sio kwamba tukio hili limeleta taharuki, limeleta hofu na taharuki katika familia husika pekee, lakini pia limezua hofu kubwa sana miongoni mwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla wa jiji la Mwanza. Kwani wafanyabiashara katika tukio hili tunajiona kwamba hatuko salama sisi na mali zetu kutokana na vitendo hivi vya utekaji kuendelea kumea kila kuchao. Jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza tunalipongeza jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza Afande Wilbrod Mtafungwa kwa taarifa yake juu ya tukio hili ya tarehe 24 mwezi wa 3 2025 kwamba walipokea taarifa ya tukio hili na kuanza kuchunguzwa kwa jambo hili mara moja. Aidha, ndugu wanahabari, kwa weledi na umakini wa jeshi letu la polisi katika kushughulikia matukio mbalimbali ya uhalifu katika jiji letu la Mwanza na mkoa kwa ujumla, tunayo imani kwamba ndugu Daniel Chonchorio atapatikana haraka ili kuondoa hofu na taharuki iliyojitokeza katika familia, wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla. Pamoja na taarifa ya kamanda Wilbrod Mtafungwa ya tarehe 24 mwezi wa 3 2025 katika kushughulikia jambo hili, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza tunaomba jeshi la polisi kuongeza nguvu katika kumtafuta mfanyabiashara huyu, kwani tunaona hayupo katika mikono salama. Hata hivyo kupitia kikao chake kamanda Mtafungwa cha tarehe 22 mwezi wa 3 2025 baina yake na wafanyabiashara kilichofanyika katika ukumbi wa Gantt Hall, ambapo ajenda kuu ilikuwa kuzungumzia ulinzi na usalama wa wafanyabiashara. Ulinzi na usalama wa wafanyabiashara wa mkoa wa Mwanza. Kutokana na kauli mbiu hiyo, tuna imani kwamba jeshi la polisi litaendelea kuimarisha ulinzi kwa wafanyabiashara na mali zao katika jiji letu la Mwanza ili shughuli za biashara ziendelee kufanyika kwa amani na utulivu na kuchangia pato la taifa katika kulipa kodi. Halafu hii tabia pia ikome. Kama mtu ana shida yoyote ile kwa mtu binafsi, asifanye jambo kama ili kuleta taharuki. Tuweze kuishi. Kama kuna tatizo mtu amelifanya, basi kuna mamlaka za kutatua migogoro, kuna mahakama, kuna watu, kuna wazee. Hata kama amekosea mtu, kuna jinsi ya kushughulikia swala, kuna marafiki, kuliko kufanya mambo kama haya lisije likatokea tena kwa mtu mwingine. Kwa hiyo itakuwa sio wazo ambalo ni jengefu na kwa usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo tunachoomba kama kwa niaba ya wafanyabiashara na jamaa na jamii ya Wakuria ni kwamba Daniel Chonchorio apatikane akiwa mzima, na mambo mengine kama kuna shida nayo mtu ajitokeze ili iweze kutatuliwa kwa njia zilizo halali.